Habari za mchana ama za asubuhi, wahuduma, wa ndugu na wadada mliopo, na wale walio katika mataifa mengine. Hebu na baraka za Kristo, malaika wa agano ziwe juu ya kila mmoja wenu na juu yangu vile vile. Kwa ajili ya wakati huu, tutasoma katika Mathayo mlango wa 24 mstari wa 29, ambapo Yesu Kristo anatuambia kwa njia ifuatayo: lakini mara baada ya dhiki ya siku ile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara ya Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno huu karibu. Nanyi kadhalika, myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amin, nawaambia, kizazi hiki kitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa kila na kunywa, wakiona na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Hebu Mungu atubariki na neno lake na tujalie kulielewa, ishara ambayo haiwezi kupuuzwa. Hebu Mungu atufunulie kuelewa na maandiko, ili kuelewa wakati ambao tunaishi na ishara ya wakati unaoambatana na hizo siku ambazo tunaishi. Mweza keti tafadhali. Maandiko yanazungumza nasi juu ya wakati wa mwisho. Pia inatuzungumzia juu ya wakati wa mwisho au siku za mwisho ambazo tunapata katika kitabu cha Danieli, katika Injili kulingana na Mathayo, kulingana na Marko, kulingana na Luka, kulingana na Yohana, na katika barua za mitume. Na sasa Bwana Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyezungumza zaidi kuhusu kuja kwake Mwana wa Adamu katika wakati wa mwisho. Alituambia kuhusu ishara ambazo zingeonekana katika wakati unaoambatana na kuja kwake Mwana wa Adamu. Tunapata ya kwamba alitunenea kuhusu mwisho wa karne katika mfano wa ngano na magugu, na pia alituzungumzia kuhusu mwisho wa wakati au mwisho wa karne. Hiyo ni katika Mathayo mlango wa 13 mstari wa 30 hadi 43.
na pia katika Mathayo mlango wa 13 mstari wa 47 hadi 50, ambapo anatuambia juu ya ile wavu unaotupwa baharini na kisha kuvutwa nje. Na wavuvi wanatoa ile nzuri na kuiweka katika vikapu, kwenye vikapu, na kisha kutupa ile mbaya. Anasema ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa ulimwengu. Ndivyo itakavyokuwa. Anasema kwamba ni malaika ndio wanaotumwa ili kutekeleza kazi hiyo. Inasema mstari wa 49 katika Mathayo mlango wa 13, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwa kilio na kusaga meno. Pia anasema kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Hiyo ni Mathayo mlango wa 13, mlango wa 15 mstari wa 13. Na sasa tunapata ya kwamba kutakuwa na ishara zinazoashiria mwisho wa wakati au mwisho wa karne, na pia kutakuwa na ishara zinazotangulia mwisho wa wakati pia, au mwisho au wakati wa mwisho. Kwa mfano, Mungu anamwambia Danieli kupitia malaika Gabrieli, Capítulo 12 de Daniel. Danieli mlango wa 12. En el capítulo 12 de Daniel. Danieli mlango wa 12. Verso 4 y verso 9. Mstari wa 4. Verso 4 de mstari wa 4. Mstari wa 4 wa mlango wa 12 ya Danieli. Lakini wewe Danieli, afunga maneno haya ukakitia muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huko, na maarifa yataongezeka. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka ngapi hata mwisho wa mambo haya? Nami nilimsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake na wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa yeye aliye hai milele na milele, ya kwamba itakuwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hao watu watakatifu, ndipo mambo haya yote yatakapotimizwa. Nami nilisikia, lakini sikuelewa. Ndipo nikasema, Bwana wangu, mwisho wa mambo haya utakuwaje? Akasema, nenda zako Danieli, maana maneno haya yamefungwa na kutiwa muhuri hadi wakati wa mwisho. Yani ya kwamba siri hiyo yote iliyo katika kitabu cha Danieli na juu ya yote ile inayoambatana na wakati wa mwisho, siri hiyo yote imefungwa hadi wakati huu wa mwisho. Na sasa tunapata pia katika Danieli mlango wa 8 mstari wa 18 na kuendelea.
verso 10. 15 adelante dice, mstari wa 15 na kuendelea. Ikawa mimi, naam, mimi Danieli, nilipoyaona maono hayo, nilitafuta kuyafahamu, na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwana wa Adamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya uto Ulai, ulioita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyo maono haya. Basi alipakaribia mahali niliposimama, nami niliogopa alipokaribia, nikaanguka kifudifudi. Lakini akaniambia, fahamu, mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Basi alipokuwa akisema nami, nilishikwa na usingizi mzito, na uso wangu ulielekea nchi. Lakini alinigusa, akanisimamisha wima, akaniambia, tazama, nitakujulisha atakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni wakati wa mwisho ulioamriwa. Sasa tazameni ya kwamba ni kupitia kwa maandiko anatunenea juu ya wakati wa mwisho. Alinenea nabii Danieli na nabii Isaya, Yeremia na Ezekieli. Hao manabii wote wa Mungu wa Agano la Kale wamezungumza juu ya wakati wa mwisho. Pia tunaye Hagai ambaye anazungumza juu ya wakati wa mwisho, na manabii wengine wengi wanaozungumza juu ya wakati wa mwisho au mwisho wakati au mwisho wa ulimwengu. Yesu Kristo mwenyewe pia alizungumza juu ya mwisho wa ulimwengu au mwisho wa wakati. Mtume Paulo pia alizungumza kuhusu wakati wa mwisho. Alizungumza juu ya mambo yatakayokuwa kitokea katika wakati wa mwisho miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, na pia miongoni mwa dini zote, miongoni mwa watu wa Kiebrania na miongoni mwa mataifa yote, katika uwanja wa kiroho au ya kidini na katika uwanja wa kisiasa pia. Kwa mfano, katika Danieli alionyeshwa ile ndoto ambayo mfalme Nebukadneza aliota, ambapo mfalme aliona sanamu katika Danieli mlango wa 2, sanamu yenye kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na mapaja ya shaba, miguu ya chuma na nyayo za chuma na udongo uliookwa. Huo ni ufalme wa mataifa ulioanza na mfalme wa Nebukadneza kwenye kichwa cha dhahabu, ukaendelea na ufalme wa Umedi na Uajemi kwa kifua na mikono ya fedha, na kuendelea na tumbo na mapaja ya shaba, ambayo iliambatana na ufalme wa Ugiriki ambao ulianza na Alexander Mkuu na kuendelea na majenerali 4 baada ya kifo cha Alexandra ule mkuu. Na kisha miguu ya chuma ambayo inaambatana na wakati wa ufalme wa Kirumi chini ya Kaisari, na kisha miguu ya chuma na udongo wa kuokwa. Na kwa kuwa ina chuma, hiyo ndiyo ufalme wa Kirumi inayoendelea kufunikwa na matope kwenye miguu, chuma na udongo wa kuoka. Ni katika ufalme huo wa mataifa, na ni ufalme huo wa mataifa katika hatua hizo mbili, ingawa katika hatua zote wamewatesa watu wa Kiebrania, lakini ni katika hatua ya miguu ya chuma na miguu ya chuma na udongo wa kuoka ambapo Wayahudi wameteswa zaidi na wamekaribia kuangamizwa. Lakini kuna ahadi ya kiungu kwa wema ya watu wa Kiebrania,
ambazo zimeanzishwa, imeahidiwa na Mungu ya kwamba ufalme wa Daudi utarejeshwa na kiti cha enzi cha Daudi kitakaliwa na Masihi mfalme katika siku ya mwisho, ambayo itakuwa milenia ya mwisho au milenia ya 7. Katika mwaka fulani wa milenia ya 7, ufalme wa Daudi utarejeshwa na kiti cha enzi cha Daudi kitakaliwa na Mesia mfalme. Israeli inawakilishwa na mtini ambao umechipuka kama taifa, na miti mingine ni mataifa mengine tunayoona katika Mashariki ya Kati ambayo yanachipuka katika hatua walizonazo. Wamefika wakati ambapo wanabadilisha watawala wao, na lengo linapaswa kuwa mataifa hayo kuwa ya kidemokrasia, na kwa ajili ya hiyo ndiyo miti mingine inayokuja pia, na kwa sababu hiyo ndio ile miti ingine inayokuja pia kulingana na wanabii wa Biblia. Kufikia wakati mambo haya yanapoonekana, na hebu tuone kile ambacho Kristo anatuambia katika Luka mlango wa 21 mstari wa 25 na kuendelea. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa juu uvumi wa bahari na msukosuko wake. Kwa hiyo huu ni wakati wa machafuko mengi ambayo tayari yametabiriwa na Kristo, machafuko kwa sababu ya ishara katika jua, mwezi na uchungu duniani, uchungu ya watu waliochanganyikiwa na msukosuko wa bahari na mawimbi. Hiyo ni kwa sababu ya mawimbi makubwa, tsunami, pamoja na matetemeko ya ardhi ambayo yatakuwa yanatokea. Anasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu huu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Na sasa kwa sababu ya matatizo ya kimazingira, kuna hofu nyingi miongoni mwa jamii ya wanadamu. Na sasa zaidi ya yote, kwa sababu nguvu za mbinguni zitatikisika, zitatikiswa. Hiyo ndio ambayo Paulo alitunenea katika Waebrania mlango wa 12 mstari wa 25 na kuendelea. Angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ni nani ambaye ananena? Ni Roho Mtakatifu, Kristo kupitia kwa Roho Mtakatifu miongoni mwa kanisa lake, na kupitia kwa kanisa lake anawanenea wanadamu. Kwa maana kanisa la Yesu Kristo ndio mwili wa kisiri wa Yesu Kristo, ni hekalu iliyoundwa na wanadamu ambao ni sehemu ya hekalu la kiroho, kanisa la Bwana Yesu Kristo. Hiyo ndio mwili wa siri wa Kristo, na kila mwaminio katika Kristo kama mtu binafsi pia ni mwili, hekalu la kiroho ambapo Mungu anaishi miongoni mwa Roho Mtakatifu, ama kupitia kwa Roho Mtakatifu. Kila kitu ambacho Yesu Kristo anaendelea kufanya baada ya kumaliza wakati wake katika mwili wa kibinadamu, baada ya kufanya kazi ya ukombozi na kisha kwenda mbinguni kama kuhani mkuu kulingana na utaratibu wa Melkizedeki katika hekalu la kimbinguni, kufanya upatanisho kwa ajili ya kila mtu ambaye anampokea Kristo kama mwokozi wa kipekee na kutosheleza. Kazi ya Mungu, njia ya Mungu kujidhihirisha duniani, njia ya Kristo
kuendeleza kazi yake duniani ni kupitia kwa Roho wake Mtakatifu, kwa kuwa alisema, nitakuwa pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa ulimwengu. Mathayo mlango wa 28 mstari wa 20. Mathayo 28 mstari wa 20, na katika mlango wa 24 mstari wa 14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kuhubiriwa kwa injili ya ufalme, Yohana Mbatizaji alihubiri injili hiyo ya ufalme, na Yesu Kristo alihubiri injili ya ufalme. Baada ya siku ya Pentekoste, kuanzia siku ya Pentekoste, injili ya neema, injili ya Kristo, injili ya amani kwa wanadamu ilianza kuhubiriwa. Injili ya ufalme itahubiriwa tena, itaendelea. Kutakuwa na mwendelezo wa kuhubiriwa kwa injili ya ufalme katika siku ya mwisho, ambapo Roho Mtakatifu atakuwa miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, akileta injili ya ufalme jinsi alivyofanya katika kila hatua ya kanisa, akileta injili ya neema. Imekuwa ni Roho Mtakatifu, Kristo katika Roho Mtakatifu miongoni mwa kanisa lake, akiendeleza kazi yake, akinena kupitia kwa wajumbe mbalimbali miongoni mwa kanisa lake. Na hivyo basi, kila mjumbe amekuwa sehemu ya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Kazi ya Kristo imeendelea kupitia kanisa lake, ambalo ni msaidizi wake anayefaa, biharusi wa mwanakondoo, akifanya kazi katika kazi ya Mungu. Kwa hivyo, kama vile Kristo alivyo Mesia, kanisa la Bwana Yesu Kristo ni kanisa Mesia. Mesia maana yake ni mpako wa mafuta. Mpako wa mafuta, Yesu Kristo. Watiwa mafuta, kanisa la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo wote wawili wametiwa mafuta, Kristo na kanisa lake. Na sasa kanisa la Bwana Yesu Kristo limeitwa kuona ishara zinazoambatana na wakati wa mwisho. Na ikiwa unawaona wakati huu, basi ikiwa unaziona hizo ishara, basi tunaishi katika wakati wa mwisho. Wakati huo tunaishi katika wakati ambapo Mungu atatimiza ahadi zote ambazo ameahidi kanisa lake, na atayatimiza kwa kujidhihirisha miongoni mwa kanisa lake kupitia vyombo alivyo navyo duniani miongoni mwa kanisa lake. Kila wakati imekuwa ni kupitia kwa watu walio wa kanisa, ambapo Kristo amejidhihirisha na kujifunua katika kila kizazi cha kanisa, kulingana na kupitia kile chombo ambacho Mungu ameahidi kwa kila kizazi au katika kila hatua ya kanisa. Imekuwa ni udhihirisho wa ufunuo wa Kristo miongoni mwa kanisa lake. Katika kila wakati wa kila mjumbe, tumekuwa na Yesu Kristo katika Roho Mtakatifu katika mjumbe wa kila wakati, akiwa amefunikwa na kufunuliwa miongoni mwa kanisa lake na kwa kanisa lake, akinena neno, ujumbe unaoambatana na kila kizazi. Ndivyo itakavyokuwa katika wakati huu wa mwisho, kwa sababu Mungu hafanyi lolote isipokuwa kupitia
kwa mwanadamu. Na Bwana hatafanya chochote bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Hivyo basi, kama kuna jambo la kufunuliwa, basi Mungu atamtuma nabii kwa kanisa lake katika wakati ambapo anapaswa kufungua mambo muhimu katika kanisa lake. Na sasa hebu tuone kinachofuata katika Waebrania, ambapo tulikuwa tunasoma mlango wa 12 mstari wa 25, ambapo tulisema, ambapo inasema, angalieni msimkatae yeye anenaye. Angalieni msimkatae yeye anenaye, yani msimkatae Roho Mtakatifu ambaye ananena miongoni mwa kanisa lake. Nani Kristo katika Roho Mtakatifu, malaika wa agano aliyeweka huru watu wa Kiebrania kupitia kwa Nabii Musa, na ambaye alionekana katika wingu la nuru, nguzo ya moto. Maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatukuokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni, ambayo sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule. Lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu, bali na mbinguni, bali na mbingu pia. Nguvu za mbingu zitatetemeshwa, Kristo anasema katika Mathayo mlango wa 24. Na hapa Paulo anasema kwamba yule anenaye kutoka mbinguni, ambaye ni Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu miongoni mwa kanisa lake, hata tikisa tu dunia, bali mbingu pia. Lakini neno na mbingu pia, lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, yani mambo yaliyoundwa, ujenzi, mambo yaliyojengwa, mambo haya yote yaliyojengwa na wanadamu. Anasema ya kwamba yatatetemeshwa. Ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na nini tabaki ambayo haiwezi kutetemeshwa? Ufalme ambao tumeupokea, kupokea kwa Kristo. Kumbuka maneno ya Kristo, msiogope nyinyi kundi ndogo, kwa maana Baba yenu ameona vyema kuwapa nyinyi ufalme. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada kwa kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Na sasa kumbukeni maneno ya Kristo pia katika Mathayo mlango wa 21. Hebu tutaidhibitisha hapa. Mlango wa 21 mstari wa 43. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Limepewa kwa kanisa, ufalme huo umepewa kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, jini Kristo alivyoahidi. Msiogope enyi zizi ndogo, kwa maana imempendeza Baba kuwapa ufalme. Ufalme katika uwanja wa kiroho. Ndiposa waumini katika Kristo, Petro anatuambia katika Petro wa kwanza mstari wa mlango wa 2 mstari wa 4 hadi wa 10, anasema kwamba waaminio ni ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa ufalme wa Mungu, mpate kuitangaza fadhili zake yeye aliyetuita kutoka gizani kuingia katika nuru yake ya ajabu.
Juu ya ufalme huo ambao uko katika uwanja wa kiroho miongoni mwa jamii ya wanadamu, Los creyentes son waaminio sacerdotes ni makuhani del orden wa utaratibu wa Melkizedeki, y Cristo es el sumo na sacerdote Kristo ndiye kuhani de ese mkuu orden. wa utaratibu huo wa kimbinguni. Es a un orden celestial que Ni pertenece katika mpangilio los creyentes en Cristo wa nacidos del cielo, wa nacidos de kimbinguni nuevo, kwamba waaminio katika porque Kristo los creyentes waliozaliwa en la familia mbinguni, celestial waliozaliwa mara ya pertenecen a pili, ese orden celestial wanamiliki de Melquisedec, wanamilikiwa de ese na orden sacerdotal kwa sababu de ya uraia Melquisedec, wao y ni también wa de ese mbinguni. orden Wa divino mbinguni nao de ni wa mpangilio wa Melquisedec como rey kimbinguni de paz, wa Melkizedeki, rey de Salem. wa utaratibu huo wa ukuhani wa Melkizedeki. Na pia kwenye Capítulo 1 y también el capítulo 5 mpangilio wa nos dice kiungu wa Melkizedeki kama mfalme wa amani, mfalme wa Salemu. Katika Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 5 tunaambiwa kwamba Kristo ametusafisha na damu yake ya thamani, ametuosha na dhambi yote na kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, na tutamiliki juu ya nchi. Na pia Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 4 hadi wa 6 inatuambia juu ya baraka hii, wafalme wa ufalme huo wa kimbinguni na ufalme huo wa Yerusalemu wa kimbinguni. Na pia ni waamuzi, anasema watakatifu wote uhukumu ulimwengu na hata malaika. Na katika mlango wa 6 wa Korintho wa kwanza tunapata ya kwamba tunapata maneno haya ya Paulo. Kwa hiyo waumini katika Kristo ni watu waliobarikiwa sana na watu waliopendelewa sana ambao wanaishi duniani katika hatua mbalimbali ya kanisa la Bwana Yesu Kristo, na wako na ahadi ya kwamba wakifa watafufuliwa katika miili ya utukufu, miili ya milele, na wale wanaobaki hai hadi kuja kwake Bwana na hadi kufufuliwa kwa wafu katika Kristo, hadi ni kwamba watabadilishwa. Kwa hiyo waaminio ambao wamechaguliwa na Mungu ili kubadilishwa katika siku ya mwisho wakiwa hai, basi haijalishi umri walio nao, hawatakufa, watabadilishwa, ambayo kwa ajili yake watakuwa wakisikiliza sauti kuu, watakuwa wakisikiliza baragumu ya mwisho au sauti kuu ya baragumu na kisha kubadilishwa. Na baragumu ya mwisho au baragumu ya mwisho ni kuhubiriwa kwa injili ya ufalme, sauti ya Mungu, sauti ya Kristo akizungumza na kanisa lake katika siku ya mwisho na kisha kwa watu wa Kiebrania. Hii ndio baragumu ya mwisho, sauti kuu ya baragumu ambayo maandiko yanatunenea katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 49 hadi 58 na Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 11 na kuendelea. Hiyo ndiyo baragumu ya Mungu. Ikiwa baragumu itatoa sauti isiyo sikika, ni nani atakayejitayarisha kwa ajili ya vita? Asema Mtakatifu Paulo katika Wakorintho wa kwanza. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini kwa neno la Mungu linaloambatana na wakati huu wa mwisho. Ni wakati ulio muhimu zaidi kuliko nyakati zingine zote. Nililo nukuu juu ya baragumu ikitoa sauti isiyojulikana. Hiyo iko katika Wakorintho wa kwanza
ustedes lo pueden buscar en sus hogares. Mweza kutafuta nyumbani. Luego, para que así también baadaye, leyendo la escritura. ili pia mpate kuyachunguza maandiko. Sasa La promesa es que los ahadi ni ya kwamba wauminio en el día posterero katika siku ya mwisho watakuwa wakisikia sauti kuu ya baragumu au baragumu ya mwisho, yani sauti ya Kristo akizungumza nasi, akituzungumzia ujumbe wa injili ya Kristo, injili ya ufalme kwa ajili ya siku ya mwisho. Na injili hii ya ufalme itahubiriwa kwa ushuhuda wa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo ni muhimu kwamba tunapoona ishara zote mbinguni na duniani zikitimizwa, tuinue vichwa vyetu mbinguni, jinsi Kristo anavyosema katika Luka. Anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Luka 21:28. Mkavinue vichwa vyenu kwa Mungu na mpangilio wake, kwa mambo ya Mungu. Tuinue vichwa vyetu juu kwa kizazi kinachoambatana nasi kuishi na kuwa ndani yake na kusikiliza sauti ya Kristo, sauti kuu ya baragumu au baragumu ya mwisho, ili kupokea imani ya kubadilisha na kuchukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo. Kuja kwake Bwana kwa kanisa lake katika siku ya mwisho ndiyo itakayookoa kanisa kutoka kwa dhiki kuu. Kwa hiyo hakuna matumaini kwa wanadamu isipokuwa kuja kwake Bwana kwa ajili ya siku ya mwisho. Mambo kila siku yanazidi kuwa mabaya katika nyanja zote za maisha ya jamii ya wanadamu. Lakini kwa wale ambao watainua vichwa vyao mbinguni kwa mambo ya Mungu kila siku, mambo ya Mungu yatakuwa bora kwa waaminio. Yani, kutakuwa na baraka zaidi na zaidi kwa waaminio katika Kristo. Na kila siku Mungu atafungua maandiko na ufahamu zaidi ili kuelewa mambo ya Mungu. Na ili kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwake Bwana na kwa ajili ya kubadilishwa kwa waaminio wakati wafu katika Kristo atakapofufuliwa katika miili ya milele na iliyotukuzwa, na waaminio walio hai watabadilishwa ili kuchukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo. Kwa hiyo ni muhimu kujua ahadi za Mungu, kwa sababu ni katika kutimia kwa ahadi hizo za kiungu ndipo tunaweza kumwona Kristo katika Roho Mtakatifu miongoni mwa kanisa lake, akifanya kazi ya kutimiza mambo aliyoahidi. Kwa sababu Kristo amefunuliwa katika neno aliloahidi likitimizwa, akitimiza ahadi hizo. Hivyo ndivyo tunavyoweza kumwona Kristo akidhihirishwa kutoka kizazi hadi kizazi kupitia kwa vyombo ambavyo angekuwa navyo katika hatua mbalimbali. Na hiyo pia itakuwa ni ishara kuu duniani na juu ya yote miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, kwa maana ishara kuu ni kwa Mungu na pamoja na Mungu. Na hebu tuone ishara iliyokuu zaidi ni nini?
para que tengamos un cuadro claro, ili tuwe na picha mzuri. página 117, Ukurasa wa 117 kutoka kwa kitabu cha manukuu. Mchungaji William Branham anasema katika ukurasa wa 117 aya ya 1364, ishara kuu ya Mwenyezi Mungu ni nabii. Sasa nitazungumza juu ya hilo kwa dakika chache. Wao ni neno la Mungu lililodhihirishwa kwa ajili ya kizazi hicho, na hiyo ndio sababu ishara kuu ya Mungu ni nabii. Hajawahi kuleta hukumu juu ya nchi bila kwanza kumtuma nabii. Na kwenye ukurasa huo huo wa 117 fungu 1425 anasema anangoja nabii atokee jukwani ili kudhihirisha ahadi aliyotoa kulingana na Malaki mlango wa 4. Ili Mungu atimize aliyoyasema, aliyoahidi, anasema kwamba atainua nabii. Nabii lazima atokee. Na sasa mkutano wa kanisa la Bwana Yesu Kristo, mkusanyiko, oneni jinsi itakavyokuwa. Ukurasa wa 116 wa kitabu cha manukuu, fungu 1226. Kama na katika siku za mwisho, kama ilivyosemwa kwetu, ilivyokuwa katika siku za Sodoma, bi harusi ataunganishwa na neno la Mungu lililodhihirishwa katika mwili. Hiyo ndiyo njia ya kukusanywa kwa wateule katika siku ya mwisho. Kupitia kwa neno lililodhihirishwa likitimizwa miongoni mwa wanadamu. Kanisa la Bwana Yesu Kristo litakusanywa likipokea imani ya kubadilishwa na kupelekwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya mwanakondoo. Kuna neno nyingi lililoahidiwa kwa ajili ya kanisa la Bwana Yesu Kristo katika wakati huu wa mwisho. Kwa mfano, hebu tuangalie kile kinachosemwa katika ujumbe huu uliohubiriwa na mchungaji William Branham wenye mada uinjilisti wa wakati wa mwisho, uliohubiriwa Jeffersonville, Indiana, tarehe 3 Juni mwaka 1962. Inasema inasema kwa njia ifuatayo. Ukurasa wa 54 fungu 231. Na inaonekana kwamba yeye ni dhaifu sana. Yeye ni dhaifu sana sasa kwa ajili ya ujumbe na mjumbe, yani wakati ambapo ujumbe na mjumbe wote wawili watahisi dhaifu. Lakini msiwe na wasiwasi. Mahali fulani, sijui jinsi gani, lakini ninatumaini ya kwamba yeye atakuja akiwa amepanda jukwani siku moja. Msijali, tutakuwa pamoja. Na sasa hebu tuone katika ujumbe mwingine
kilichoahidiwa. En el mensaje Katika ujumbe, ¿cuál es la atracción en el monte? ni nini kivutio mlimani? Lo vamos a leer para que tengan el cuadro claro. Tutaenda kuisoma ili tuwe na picha nzuri. Página 155. Ukurasa wa 155. Párrafo Fungu 1383 dice: 1387. Una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con él. Lo, kutakuwa na mvua ya masika na ya vuli katika siku ya mwisho juu ya kundi hili ndogo litakalo kuja pamoja naye, juu ya yule punda mpole na mnyenyekevu, wasio na madhehebu, wakipaza sauti, hosana kwa mfalme ajaye katika jina la Bwana. Sasa hapa anatuambia kuhusu mmoja anayekuja akiwa amepanda. Na sasa hebu tuone nukuu kutoka kwa ujumbe, mahali pekee aliyotoa Mungu kwa ajili ya ibada iliyohubiriwa mwaka wa 1965. Inasema katika ukurasa 166 fungu 1485 ya kitabu cha manukuu, inasema, sasa ninazeeka sana. Nilikuwa nazeeka sana na nikawaza, je, kutakuwa na ufufuo mwingine? Nitaona wakati mwingine? Kumbuka tu, kutoka magharibi atakuja mpanda farasi juu ya farasi mweupe. Tutaenda njia hii tena. Hiyo ni sahihi. Mara tu tutakapokuwa tayari. Hiyo ni ahadi. Sasa mpanda farasi mweupe katika wakati wa mwisho, kwenye siku ya mwisho, kuna kitu chochote katika Biblia kilichoahidiwa namna hiyo? Ufunuo 19 inasema kwamba mmoja anakuja juu ya farasi mweupe na jina lake ni Neno la Mungu, na anakuja na jina ambalo hakuna mtu analielewa, ambalo hakuna mtu aliyejua. Ni Kristo katika Roho Mtakatifu miongoni mwa kanisa lake katika siku ya mwisho. Na kwa hiyo yule farasi mweupe ni neno safi, neno la Mungu, kama vile upanga ni neno. Na haya yote yameahidiwa kwa ajili ya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Ni ahadi ambazo zitatimia miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, na wale walioinua vichwa vyao kuelekea mbinguni kwa Kristo, kwa Mungu, wataona. Wale ambao hawajaamka kiroho
hawataelewa kuona kile kitakachokuwa kinatokea miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo baraka ya Mungu ni kwa ajili ya kanisa la Bwana Yesu Kristo, na kutoka huko zinaenda kwa mataifa yote na kwa watu wote. Ni kwa sababu kanisa la Bwana Yesu Kristo liko chini ya agano jipya, ambalo ni agano linalofanya kazi mbele za Mungu. Kwa hiyo tunapoona mambo haya yote yanatimia, ishara juu ya mwezi ama ishara kwenye jua, mwezi na nyota, na dhiki juu ya duniani, na pia kuna ishara ya mitini kuchipuka na miti mingine, yani Israeli na mataifa mengine, na kuona ahadi za Mungu kwa kanisa, basi ukombozi wetu umekaribia. Ukombozi wa mwili ambao ni kwa ajili ya walio hai. Kwa walio hai ni kubadilishwa kwa mili yao, kugeuzwa katika atomi zao. Na wafu watakapokuja pamoja na Kristo, watakuwa wamefufuliwa, watakuwa pamoja na waumini katika Kristo ambao watakuwa hai na ambao watabadilishwa. Tunayo ahadi ya kwamba baadaye tutachukuliwa pamoja na Kristo kwenye karamu ya jioni ya harusi ya Mwana-Kondoo. Lakini kuna hatua ambapo Mungu atamwaga baraka kuu sana katika hekalu, katika hema kuu hekalu. Na hema hiyo hekalu itakuwa mahali fulani ambayo ilionyeshwa kwa mchungaji William Branham. Naye alienda na akaingia humo, akaingia ndani, akasimama hewani, akitazama kila kitu. Kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Kisha akaingia kwenye chumba ndogo, na hapo akaona kile kilichokuwa kinaendelea wakati watu wagonjwa walipoletwa ndani na wakapitia kile chumba kidogo, wakatoka wakiwa wamepona. Wakiwa wameponywa na uwepo wa Mungu. Kulikuwa na malaika aliyemtokea mchungaji William Branham. Alikuwepo pia. Na kulikuwa na mwali wa moto ambaye ni Kristo, ambaye aliwaweka huru Waebrania kupitia kwa nabii Musa. Yani ya kwamba kutakuwa na baraka kuu pale, na eneo hilo litakuwa katika nchi fulani. Na injili ya Kristo itahubiriwa, kwa sababu kulikuwa na mito ya madhabahuni na watu wengi wakimpokea Kristo. Hivyo basi, hiyo ni kabla ya dhiki kuu. Kwa hiyo wamebarikiwa wale wote watakao kufanya kazi kwa ajili ya mradi huo, kwa sababu inafaa lijengwe katika mahali fulani, ili ono hilo la hema kuu hekalu litimie, ambalo lina sehemu halisi na sehemu ya kiroho. Na sehemu ya kiroho inawakilisha waumini wote katika Kristo, na sehemu ya mwili itakuwa hema kuu hekalu halisi, ambapo kutakuwa na mahubiri, na ambapo pia mapigo yatakuwa yanatangazwa, mapigo yaliyo katika vikombe, na kila kitu kinachohusiana na baragumu pia kitatangazwa, na kila kitu kinachohusiana na baragumu na vikombe ambavyo vina mapigo kwa wakati wa mwisho. Kwa hiyo itakuwa baraka kuu kunapokuwa na kanisa linalolingana na ono ambalo mchungaji William Branham aliona, ambayo ina hema kuu hekalu.
Itakuwa ni kanisa la presencia de Dios ambapo kutakuwa na uwepo wa Mungu ukidhihirika ili kuwabariki watu, de todas las personas ili kubariki watu wote presentes watakaokuwepo pale au watakaokuwa katika mataifa mengine, lakini wakitazama na kusikiliza kupitia de internet, kwa televisheni, satélite mtandao, y así por el estilo. satellite na hali Por las kadhalika, bendiciones pasarán kwa sababu a otras baraka naciones también. zitaenda kwa mataifa mengine vile Es vile. un proyecto divino Ni mradi wa kiungu mostrado, ambao ulionyeshwa estará manifestándose na Mungu atakuwa akijidhihirisha tanto para el cumplimiento de ese proyecto kwa ajili ya kutumia kwa mradi como huo para manifestarse cuando ya esté hecho. kwa ajili ya kudhihirisha wakati mradi huo utakapokuwa Son tayari. promesas divinas para la Ni iglesia ahadi ya del kiungu Señor. kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Por lo tanto, Kwa hiyo cuando esté materializada esta visión de la carpa, será wakati ono la hema itakapotimia, o de las señales más grandes, itakuwa ishara au ishara kuu zaidi ambazo watu antes del rapto, wataona kabla ya antes de la kunyakuliwa, resurrección de los muertos kabla ya en ufufuo wa wafu Cristo, katika antes Kristo, de la transformación de kabla ya los vivos, kubadilishwa kwa wale walio hai, del rapto o arrebatamiento na kabla ya de la kunyakuliwa au iglesia kunyakuliwa kwa del Señor kanisa Jesucristo. la Bwana Yesu Kristo. Así como hubo Jinsi kulivyokuwa un Noé na Nuhu que tuvo una visión ambaye alikuwa na ono, que Dios, donde Dios le habló ambaye y Mungu mostró, alimnenea na kumwonyesha safina, y esa arca na hiyo safina tenía ciertas medidas, ilikuwa na vipimo tenía fulani, cierto material con el cual tenía que ser construido, ilikuwa na vifaa fulani ambayo ilipaswa kujengwa. y Noé Hayo yote cristalizó, Nuhu materializó alionyeshwa, na Nuhu esa visión. akatimiza, Siendo profeta sabía akatazama maono hayo, cómo tenía que ser na las akiwa cosas nabii mostrado, alijua jinsi ya kufanya lo que tenía que mambo. ser. Y cuando estuvo construida esa arca, Na wakati esa safina era hiyo la señal más grande. ilipokamilika, hiyo ndiyo iliyokuwa ishara kuu Todo zaidi estaba listo ya kwamba kila kitu para kilikuwa que era tayari recibido sobre la kwa tierra. hukumu ya kiungu kuanguka duniani. Se tenía Kwa que hiyo llevar al arca Noé, Nuhu, su familia, familia yake, las aves y animales ndege na wanyama señalados walioagizwa para entrar al arca kuingia katika para luego safina del diluvio comenzar una walipaswa kuingia ndani ya safina, ili kwamba baada ya gharika kizazi kipya kiweze kuanza que Dios chini ya agano estableció la kiungu ambalo Mungu alianzisha na Nuhu. una nueva dispensación. Kipindi comenzó kipya con Noé. kilianza na Nuhu. Así será para este tiempo final, para Ndivyo itakavyokuwa comenzar katika una nueva wakati huu wa dispensación, mwisho, la dispensación del reino. kwanza kwa kipindi kipya, kipindi cha ufalme. Ndio maana injili ya ufalme Con la cual itahubiriwa, será introducido ambayo kwayo ufalme, el reino milenial de Cristo, ambayo kwayo ufalme wa milenia wa Kristo utaanzishwa. y todas estas cosas Ufalme utaanzishwa na mambo haya yote yanayoambatana al día postrero. na siku ya mwisho. Las señales las hemos estado viendo, no Tumekuwa podemos tukiona dejar pasar ishara, por alto hatuwezi kupuuza las señales que ya ishara han estado siendo manifestadas zilizokwisha dhihirishwa mbinguni, en las estrellas, en el sol, en la luna, katika nyota, jua, y mwezi las estrellas na y en la nyota tierra. na La angustia de los seres humanos, duniani, uchungu ya wanadamu de los problemas del medio ambiente, kwa sababu ya matatizo ya kimazingira, de que los na cielos kwa sababu mbingu van a ser estremecidos, zitatikiswa, conmovidos, zitasogezwa, cosas na van a kisha cambiar mambo mucho yatabadilika en sana nuestro planeta Tierra. kwenye Millones de sayari seres hii humanos ya dunia. van a morir. Mamilioni ya watu watakufa, Dice la Escritura kwa maana maandiko yanasema kwamba va a venir un tiempo muy difícil para la raza humana.
Kutakuja na wakati mgumu kwa jamii ya wanadamu. Malaki mlango wa 4 mstari wa kwanza na kuendelea inasema, tazama sikukuu inayotisha inayogofya ya Bwana inakuja. Sikukuu ya kutisha. Hebu tuisome. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Kwa maana angalieni siku ile inakuja na waka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itatekeleza, asema Bwana wa majeshi, hata itawaacha shina wala tawi. Ni siku au wakati au saa ya hukumu ya Mungu juu ya jamii ya wanadamu. Ndio maana mlango huu wa 4 wa Malaki mstari wa 5 hadi wa 6 pia inatuambia, angalieni nitawatumia nabii Elia kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuwa na kuogofya, naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Yani ya kwamba kabla ya dhiki kuu kuanguka duniani, kwa Mungu halete hukumu ulimwenguni kabla kwanza kuwaonya, ambaye kwa hiyo anatuma nabii, na ahadi ni ya kwamba atamtuma Elia. Elia amekuwa na dhihirisho mbalimbali. Elia mtishbiti, Elisha na sehemu maradufu ya roho iliyokuwa katika Elia, Yohana Mbatizaji kwa mara ya 3, mchungaji William Branham kwa mara ya 4 kama mtangulizi wa kuja kwa Kristo mara ya 2, na kisha kwa mara ya 5 Elia atakuja pamoja na Musa. Huduma za Elia na Musa zitakuwepo katika wakati huu wa mwisho, zikitangaza hukumu za kiungu zitakazokuja juu ya jamii ya wanadamu, kama vile Musa alivyotangaza pale Misri, akizinena zile mapigo 10, akitangaza mapigo hayo kila mmoja kwa wakati ulioamuliwa na Mungu. Alitangaza na ilitimia. Kwa hiyo tunaishi katika wakati muhimu sana ambao hatuwezi kupuuza ishara au zile ishara ambazo Mungu alisema kwamba zingetimia katika wakati wa mwisho, katika siku ya mwisho, na kwamba tunapoona mambo haya yote yakitokea tuinue vichwa vyetu mbinguni, kwa sababu ukombozi wetu umekaribia. Ukombozi wetu utakuwa ni ukombozi wa mwili, kubadilishwa kwa mili yetu ili kuwa na mili ya milele ya utukufu na ya uzima wa milele ulio sawasawa na mwili uliotukuzwa, mwili wa utukufu wa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kwa hiyo hatuwezi kuacha ishara hiyo itupite, ambayo Mungu amesema kulihusu, ya kwamba zitakuwa duniani, ambazo pamoja zitatimiza ahadi za Mungu kwa ajili ya wakati huu wa mwisho. Hebu na baraka za Kristo malaika agano ziwe juu ya kila mmoja wenu na juu yangu vile vile, kwa ajili yenu mliopo na kwa wale walio katika mataifa mengine. Kesho tutakutana tena mahali papa hapa, na ninyi mlio katika mataifa mengine kupitia satellite au mtandao, nitakuwa pamoja nanyi. Ninaacha pamoja nanyi mchungaji Jose Benjamin Perez ili kuendelea. Ombeni sana ili kwamba Mungu atusaidie sisi sote
katika wakati huu wa mwisho, recordando tukikumbuka que este es el tiempo más difícil ya kwamba huu ndio wakati mgumu zaidi kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. es el tiempo Ni wakati paralelo al tiempo ulio sambamba de Noé, na wakati wa de Nuhu, Abraham y Lot, wa Ibrahimu na Lutu, también del Señor Jesucristo. na pia Es el wa tiempo Bwana Yesu Kristo. Ni wakati en que ambapo todo parecerá kila kitu itaonekana va a terminar todo. kwamba kila kitu O sea que será el Kita tiempo en que la kwisha. iglesia del Señor Jesucristo hiyo ni kusema itakuwa wakati ambapo kanisa la Bwana Yesu Kristo débil, litahisi dhaifu, pero el tiempo en que lakini se va a sentir wakati débil, será ambapo el tiempo kanisa litahisi dhaifu itakani wakati ambapo kubadilishwa itakuja, que es la transformación kufanywa wana ambao ni kubadilishwa, del cuerpo. Y entonces tendremos kufanywa mwana kwa Recuerden, mwili, Cristo es el tiempo na en kisha que tutakuwa na fue miili ya más utukufu. débil, Kumbuka estuvo Kristo más débil hasta wakati alijiona kuwa mnyonge zaidi, alikuwa dhaifu sana mpaka aliposulubishwa. porque entonces vino Ulikuwa ni la wakati resurrección, huo, ndio ulikuwa wakati wa utukufu zaidi, kwa sababu ndipo ufufuo ulikuja katika mwili wa utukufu. maravilloso. Alitukuzwa, na ndipo kila kitu kikawa cha ajabu kwa Kristo na wanafunzi wake. Tiene que pasar también Kanisa la Bwana Yesu la Kristo iglesia del lazima Señor pia Jesucristo lipitie en este tiempo final. haya katika wakati huu wa mwisho. Ndio maana mchungaji William Branham alisema Tiempo de apertura ya kwamba kutakuja na wakati wa mfinyo kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, lakini huo ndio wakati ambapo mvuto wa tatu utadhihirishwa. Na kile tulichoona kwa sehemu kilichodhihirishwa katika mchungaji William Branham kitadhihirishwa katika utimilifu wake wote, na hiyo inaambatana na kutimia kwa ono la hema. Ninaendelea kuzungumza kwa sababu sijamwona mchungaji Jose Benjamin Perez akikaribia. Kwa hiyo kumbukeni, huu ndio wakati mgumu zaidi kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, lakini pia wakati wenye utukufu zaidi, kwa sababu basi nguvu za Mungu zitadhihirika katika kanisa la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo huo ni wakati wa kuwa waangalifu. Lazima tuwe waangalifu na katika matendo yetu na kunena kwetu. Tuwe makini kwa kile tunachosema na kile tunachofanya. Na mhebu Mungu azidi kuwabariki, na kesho Mungu akipenda tutaendelea.